Haya, tuende moja kwa moja katika kifungu cha 18 capital C, ambapo sasa hii kifungu cha 18 capital C ya sheria hii ya kanuni ya adhabu almaarufu Penal Code kwa kimombo, wanapenda kusema hivyo, au ndio inatamkwa hivyo kwa kimombo kwamba ni Penal Code, inazungumzia sasa wakati wa haki ya kujilinda au utetezi inapofikia na kusababisha kifo. Yaani wakati unatumia haki yako ya kujilinda au kumlinda mtu au kulinda mali yako au kulinda mali ya mtu yoyote ukasababisha kifo, linazungumzia hiki kifungu cha 18 capital C. Hata kifungu kidogo cha kwanza cha kifungu cha 18 capital C inasema sasa, hali ya kujilinda au kumlinda mtu mwingine au kulinda mali ya mtu mwingine au kulinda mali yako itatumika kwa mtu ambaye katika kutekeleza haki hiyo husababisha kifo au madhara makubwa kwa mwingine. Yaani umetumia katika haki ile ya kujilinda ukasababisha kifo au madhara makubwa kwa mtu mwingine, na mtu huyo aliyefanya hivyo atakuwa ametenda nia njema na kwa imani ya kweli inayotokana na misingi ya busara, kwamba wewe wakati unajilinda ukasababisha kifo kwa mtu huyo mwingine na ukasababisha kifo au madhara makubwa kwa huyo mtu mwingine, na ukafanya hivyo kwa nia au ulitenda hivyo kwa nia njema kabisa na kwa imani kwamba ukweli lazima ufanyike hivyo na misingi ya busara, yaani yenye ukweli ambayo inatokana na misingi ya busara. Yaani umefanya kwa ukweli kabisa ambayo inatokana kwa misingi ya busara. Umefanya kwa nia njema na pia na kwa kiukweli au kwa ukweli kabisa, kwa imani ya ukweli kabisa ambayo inatokana na misingi ya busara, kwamba kitendo chake ni muhimu. Yaani kwa kitendo ambacho ulikuwa unafanya, ambacho ulichokifanya au ambacho kitafanywa ni muhimu kwa ajili ya kuhifadhi maisha yako au kiungo chako chochote cha mwili, au kama nilivyosema kulinda mali yako au ya mtu mwingine au kumlinda mtu mwingine. Kivipi? Katika hali ifuatayo. Moja, kitendo hicho kisicho halali ni cha aina ambayo inaweza kusababisha wasiwasi kwamba kifo chake mwenyewe au kifo cha mtu mwingine kinaweza kuwa matokeo ya kitendo hicho. Yaani katika hiyo kosa ambalo linafanyika la jinai, yaani mtu anakufanyia wewe au anamfanyia mtu mwingine kosa la jinai, au anaifanyia ile mali au anafanyia mali ya mtu mwingine, katika kitendo kinachofanyika hapa iko cha jinai kinaweza kusababisha kifo chako au kifo cha yule mtu unaolinda au kifo chake yeye mkosaji. Si umenipata hapo? Kwa maana yake unaweza ukafanyaje? Ukasababisha kifo au madhara makubwa kwa mtu yule, ila aliona wasiwasi kwamba hiki kitendo hiki kinaweza kusababisha kwamba kuua mtu yupi, aidha yule mtu ambaye anafanya kile kitendo au mtu huyu ambaye anafanywa kile kitendo au wewe unaofanywa kitendo, kinaweza kusababisha kwanza kwa na wasiwasi kwamba iko kitendo kinachofanyika inaweza katokea hilo tukio. Kwa maana sasa unaweza ukaitumia hiyo haki ya kujilinda, aidha kumuua au kumsababishia madhara makubwa. Mfano, haya matukio ya polisi na majambazi. Sikia majambazi unakuta wanatumia silaha, wameenda kuiba benki, wanatumia silaha majambazi. Sasa mapolisi wanakuja kuzuia ule uhalifu. Wako la kisheria kabisa, wanakuja kuzuia ule uhalifu. Sasa katika kuzuia uhalifu kuna kwa mishano pale ya risasi. Sasa pale ukishaona watu wanatumia risasi, ina maana pale mtu yoyote anaweza, mtu mwingine yoyote aliyo karibu anaweza akafa au wale polisi kufa. Au yule mwenyewe ambaye jambazi anaweza kutumia ile silaha anaweza akafa pia. Kwa sababu unakuta majibishano yale kwa maana kana polisi wakaua wale majambazi au kasababishia madhara makubwa wale majambazi. Hiyo ndio inayoelezea katika hii kifungu cha 18 capital C, kifungu kidogo cha kwanza, ambayo paragraph A ndio inasema hivyo. Au tuseme tukio kama lile lililotokea la Hamza
pale ubalozi wa Ufaransa, ile njia ya Salenda Bridge, kwamba yule jamaa kwa maelezo ya tukio kwamba alienda akapokonya silaha, wale maafande walikuwa wamekaa pale, akawaua baadhi na akachukua silaha akaanza kupigana au kushambuliana na afisa wa polisi. Tukio kama lile kwa mfano mara ya kwanza limesababisha kifo, ila mara ya pili kukatana na mabishano baina ya yeye yule bwana Hamza na mapolisi, mashambulizi ya silaha ya risasi yanalindima. Kwa tukio kama lile linaweza kusababisha kifo aidha kwa polisi au kwa yeye mwenyewe. Kwa ili kujitetea au kutumia ile haki ya kujilinda, maana yake inaweza kusababisha kifo au madhara makubwa, na madhara yakatokea, kifo katokea kwa yule ndugu Hamza. Japo tukirudi nyuma, pia kifo kilitokea kwa wale askari wengine ambao walikutwa pale checkpoint wakiwa wametulia, wanatimiza majukumu yao ya kila siku, kikatokea. Kwa inakuwa kama hivyo. Kwa tukio kama lile inaweza likasababisha kifo au majeraha makubwa. Pia kuna polisi walijeruhiwa, walipata madhara makubwa pale, ukiachana na waliokufa, waliouliwa, na pia yeye akapata madhara ya kifo, akafa. Kwa lile tukio lilisababisha kifo na madhara makubwa. Kifo kwa upande gani? Tunaona kuna upande wa polisi, pia na kifo upande wa Hamza, na pia na madhara makubwa ambayo yalitokea upande wa polisi, ambao wale majeruhi polisi walipata madhara makubwa. Kwa unaona tukio kama hilo linapotokea. Kifungu kidogo hiki cha kwanza cha kifungu cha 18 capital C pia kinaendelea kwenye paragrafu B. Kinasema kitendo hicho kisicho halali ni cha aina ambayo inaweza kusababisha hofu kwamba madhara makubwa kwa mwili wake mwenyewe au mwili wa mwingine, yani maana yake au mwili wa mtu mwingine, unaweza kuwa matokeo ya kitendo hicho kisicho halali. Umeelewa? Kwamba hiyo kitendo ambacho kinafanyika ambacho kisicho halali kinaleta hofu kwamba madhara makubwa yanaweza katokea kwa yule ambaye anajilinda au anaompenda yule mwingine, ambapo kimesababishwa na kitendo hicho ambacho sicho halali. Kwa hiyo mtu anaweza akatumia haki hiyo ya kujilinda, aidha ikasababisha madhara makubwa au kusababisha kifo. Kusababisha kifo tumesema kule kwa nia njema na ya kweli kabisa, ambayo inatokana na busara, unaelewa, kafanyika iko kitendo. Hiyo ni paragraph B ya kifungu cha 18 capital C kifungu kidogo cha kwanza, paragraph B ndio imesema hivyo. Twende kwenye paragraph C ya kifungu cha 18 capital C kifungu kidogo cha kwanza, paragraph C inasemaje? Inasema kitendo hicho kisicho halali ni kwa nia ya kubaka, kunajisi au kosa la kuingilia kinyume na maumbile. Haya makosa ni serious offense, kwamba kitendo kisicho halali kimefanyika kwa nia gani? Yule mkosaji nia ya kubaka, nia ya kunajisi au kosa la kuingilia kinyume na maumbile. Maana ni kitendo kisicho halali, alikuwa kwa nia ya kufanya hiko. Hasa wakati unatetea, aidha unajilinda mwenyewe usifanyiwe hivyo vitendo, au unamlinda mtu asifanyiwe hivyo vitendo, ina maana unaweza kusababisha kifo au madhara makubwa. Kwa hiyo haki ya kujilinda unaweza ukaitumia hivyo, aidha kusababisha kifo au haki ya kujilinda kwenye matendo hayo ambayo yalikuwa yana nia ya kutendeka au yalikuwa yanatendeka. Kunaweza kusababisha kifo au kusababisha madhara makubwa ya yule ambaye mkosaji ambaye anafanya hiko kitendo ambacho kisicho halali. Pia tuende kwenye paragraph D ya kifungu cha 18 capital C kifungu kidogo cha kwanza. Paragraph D inasema pia kitendo hicho kisicho halali ni kwa nia ya utekaji nyara wa watu au utekaji nyara wa watoto. Unaelewa? Kwa hiyo hiko kitendo cha halali ambacho kitafanyika au kina nia ya kufanyika, wewe ukajilinda ukasababisha kifo au madhara makubwa, manake unakuwa na haki hiyo ya kujilinda. Manake sheria hii itakulinda ili ile nia isifanikiwe, aidha kuteka nyara watoto au watu wengine wazima au wewe mwenyewe. Kwa hiyo sheria
inasema hivyo. Pia paragraph E ya kifungu cha 18 capital C kifungu kidogo cha kwanza paragraph E inaendelea kusema kwamba kitendo kisicho halali ni wizi wa usiku au wizi wa kutumia silaha au kuchoma moto au kosa lolote linalohatarisha maisha au mali. Sasa paragrafu hii sasa inasema kwamba huu wizi wa usiku, unaelewa, ambacho sio kitendo halali, ni kosa la jinai, au wizi wa kutumia silaha au kuchoma moto. Hii kuchoma moto eza mali, unaelewa vizuri, au kosa lolote linalohatarisha maisha au mali. Huyu mtu ana haki ya kujilinda na hivyo vitu visitokee, hayo makosa yasitokee. Sasa ikatokea akasababisha kifo au akasababisha madhara makubwa kwa huyo mtu au huyo mkosaji, kwa ana uwezo wa kutumia haki yake hii ya kujilinda, au anaweza kutumia utetezi na ukamuokoa katika kushtakiwa au kuhukumiwa au kutwa na hatia ya kosa la jinai kwenye kusababisha au kwenye kulinda hiyo, katika kujilinda au kumlinda mtu au kulinda mali, akasababisha atenda kosa la jinai, akamjeruhi kwa madhara, yaani akasababisha madhara makubwa kwa yule mkosaji au akasababisha kifo kwa yule mkosaji, atajitetea kwa haki hii ya kujilinda. Pia tukumbuke kwamba atatetea haki yake ya kujilinda, amesababisha kifo au madhara makubwa. Kuna kitu lazima tuzingatie pia, ametenda akataka sababisha hiyo kifo, kasababisha kifo au sababisha madhara makubwa, ametenda kwa nia njema na kwa imani yake ya kweli, kutokana na busara akasababisha kifo au madhara makubwa, na kitendo hicho kilikuwa muhimu kwa ajili sasa ya kulinda maisha yake au maisha ya mtu mwingine au mali. Tukumbuke hivyo vitu, tukumbuke hivyo vitu, ndio hivyo vitu vya msingi ambavyo haya matukio yanatokea. Umesababisha kifo kwa yule mkosaji au umesababisha madhara makubwa kwa yule mkosaji. Kwa kujitetea kwako kwenye hii haki ya kujilinda au ya kumlinda mtu mwingine au ya kulinda mali, lazima uwe umetenda kwa nia njema au kwa imani ya kweli inayotokana na busara na misingi ya busara, kwamba ulitumia busara wakati iko kitendo umesababisha madhara ya kifo au madhara makubwa, na ulikuwa na nia njema, kutazingatia hayo mambo, mahakama itazingatia. Kutunia moja kwa moja kwenye kifungu kidogo cha pili sasa cha kifungu hiki cha 18 capital C, ambayo sasa inasema, inamalizia kusema pale ambapo katika utekelezaji wa haki ya kujilinda kwa mujibu wa kanuni hii, mtu anayetumia haki hiyo, pale ambapo katika utekelezaji wa haki ya kujilinda kwa mujibu wa kanuni hii, mtu anayetumia haki hiyo ya kujilinda hiyo au ya kumlinda mtu mwingine au ya kulinda mali au ya kulinda mali ya mtu mwingine, yuko katika hali ambayo imeongezewa sasa, yuko katika hali ambayo hawezi kutumia haki hiyo kwa ufanisi bila hatari ya madhara kwa mtu au mali isiyo na hatia. Haki yake ya kujilinda inaenea hadi katika utekelezaji wa hatari hiyo. Umeelewa? Tukirudi kule kwenye kifungu cha 18C, kifungu kidogo cha kwanza, paragraph A mpaka E imezungumzia sasa. Hii kifungu kidogo cha pili inakazia na kusisitiza kwamba muda huo ambao anatumia hiyo haki hiyo ya kujilinda halikuwa katika hali ambayo hawezi kujizuia, hawezi kufanya hiyo haki ya kujilinda kwa ufanisi bila kusababisha madhara makubwa au kusababisha kifo kwa mtu au mali isiyo na hatia. Haki yake ya kujilinda inaenea
hadi katika utekelezaji wa hatari hiyo. Sijui umenipata hapo? Haki yake inaenea hadi katika utekelezaji wa hatari hiyo. Kwa hiyo sasa imesisitiza na kusema kabisa ni sheria hiyo, sio mimi. Yaani mtu wakati anatekeleza hiyo haki yake ya kujilinda na kutekeleza hiyo haki ya kujilinda, hawezi kuitekeleza kwa ufanisi bila hatari ya madhara kwa mtu au mali isiyo na hatia. Unaelewa? Yaani ameshindwa kuitekeleza hiyo haki hiyo ya kujilinda kwa ufanisi, ikasababisha madhara kwa mtu au mali nyingine ambayo haina hatia, basi hiyo haki itakuwepo inaendelea kwa tukio zima la utekelezaji wa haki hiyo. Yaani akati anatekeleza hiyo haki ameshindwa kuitekeleza kwa ufanisi, kwamba bwana, inabidi labda haki ya kujilinda, najilinda dhidi ya majambazi. Sasa wewe unapambana na majambazi, katika kupambana na majambazi ukamua mtu ambaye sio majambazi, au karibu mali ambayo sio ya majambazi, mali ambayo ina hatia, mtu yule ambaye hana hatia yoyote, ukamjeruhi, ukamsababishia madhara makubwa, au ukamsababishia kifo yule mtu, basi hiyo haki yako ya kujilinda ambayo ilikuwa inaendelea kujibizana na wale majambazi, ya kulinda watu wengine au kujilinda mwenyewe kutokana na wale majambazi, itaendelea mpaka haki utekelezaji wa hatari hiyo unapomalizika, unapokuisha. Sio, mmenipata vizuri hapa? Imekaa kwa msisitizo zaidi. Hivyo ni vifungu cha 18, cha 18 capital A, cha 18 capital B, cha 18 capital C, ambayo inaelezea haki ya kujilinda au kumlinda mtu au kulinda mali au kulinda mali ya mtu. Mali inaweza kaa kwako au ya mtu. Hizo vifungu ndio vimeelezea haki hiyo ya kujilinda. Kwa kutokana wewe umefanya jambo hilo au tatizo hilo kwenye haki ya kujilinda, ukasababisha madhara kwa mtu, aidha ya kifo, madhara makubwa au mashambulio, kosa lolote ukatenda la kijinai ambao ukiwa unatimiza haki hiyo, basi kifungu ambacho unaweza kujitetea nacho ni hiki, na tutaangalia, mahakama itaangalia na itaona kwa kutokana na tukio ulilofanya hapa, kweli unaweza usikutwe na hatia au ukakutwa na hatia. Hatia gani? Mahakama itaona kwamba umekutwa na hatia hii au hujakutwa na hatia hii. Sio mimi, ni sheria imesema hivyo.